Home Clinic. Afya ni muhimu kwa maendeleo ya kila mmoja. Mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu ya kwamba hujambo na mzima wa afya. Karibu tena katika kipindi hiki cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kuweza kufahamu mambo mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Mimi ni Stella Po, mtangazaji wako wa zamu. Karibu tuwe sote mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Awali ya yote tupate majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita. Swali lilikuwa likihoji: kwa nini mwili ukipatwa na jeraha ama kidonda hupona na kurejea katika hali yake ya kawaida? Na majibu yake ni kwamba mwili una uwezo wa kutengeneza seli mpya na kuziba sehemu iliyojeruhika ama iliyopatwa na kidonda. Mara baada ya kupata majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita, wasaa huu ni wakati wa kutazama Afya Storyline. Figo ni viungo muhimu sana katika mwili wa binadamu, vinavyofanya kazi ya kuchuja damu, kuondoa taka na sumu mwilini, pamoja na kudhibiti kiwango cha maji na madini muhimu. Afya ya figo inapoharibika, mwili mzima huathirika kwa kiasi kikubwa. Ugonjwa wa figo ni tatizo linaloongezeka kwa kasi sana duniani na mara nyingi hugundulika ukiwa umefikia hatua mbaya sana. Makala hii inalenga kuelezea sababu kuu za ugonjwa wa figo pamoja na madhara yake kiafya. Ugonjwa wa figo unaweza kusababishwa na mambo mbalimbali yanayohusiana na mtindo wa maisha na magonjwa mengine. Sababu kubwa ni pamoja na ugonjwa wa kisukari, ambapo kiwango kikubwa cha sukari kwenye damu huweza kuharibu mishipa midogo ya damu inayosaidia figo kufanya kazi yake. Shinikizo la damu, yaani pressure, pia ni chanzo kikuu, kwani huathiri mfumo wa mishipa ya damu na kupelekea figo kushindwa kufanya kazi yake vizuri. Vile matumizi ya muda mrefu ya dawa bila ushauri wa daktari, hasa dawa za maumivu, zinaweza kuharibu figo polepole. Maambukizi ya mara kwa mara kwenye njia ya mkojo, kunywa maji kidogo, pamoja na ulaji wa usiofaa wa vyakula vyenye chumvi nyingi au kemikali huongeza hatari ya kupata ugonjwa huu. Mara nyingine ugonjwa huu unaweza kusababishwa na urithi kutoka katika familia yenye historia ya tatizo la figo. Ugonjwa wa figo una madhara makubwa kwa afya ya mwili kwa ujumla. Moja ya madhara ni mkusanyiko wa sumu mwilini, hali inayoweza kusababisha uchovu mkubwa, kichefuchefu na kupoteza hata hamu ya kula. Figo zinaposhindwa kufanya kazi, maji hujikusanya mwilini na kusababisha uvimbe wa miguu, mikono au uso. Vile ugonjwa huu unaweza kusababisha matatizo ya moyo kutokana na mabadiliko ya shinikizo la damu. Upungufu wa damu, yaani anemia, unaweza pia kutokea, kwani figo hushiriki katika uzalishaji wa homoni inayosaidia kutengeneza chembe nyekundu za damu. Katika hatua mbaya zaidi, figo inaweza kushindwa kabisa kufanya kazi, hali inayohitaji matibabu maalum kama dialysis au upandikizaji wa figo ili kuokoa maisha ya mgonjwa. Ni muhimu kudhibiti magonjwa kama kisukari na shinikizo la damu, kunywa maji ya kutosha kila siku na kuepuka matumizi holela ya dawa. Pia kula lishe bora yenye kiwango kidogo cha chumvi na kufanya mazoezi mara kwa mara ili kulinda afya ya figo. Fanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kugundua tatizo mapema kabla halijawa kubwa. Ugonjwa wa figo ni hatari kubwa kwa afya, lakini unaweza kuzuilika kwa kuchukua tahadhari sahihi. Uelewa wa sababu na madhara yake ni hatua ya kwanza katika kulinda na kuhakikisha maisha marefu yenye afya bora. Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako na Faith Olomi. Na kijiji hiki sasa nakipeleka moja kwa moja kwa wananchi ili kuweza kufahamu wao wana uelewa gani kuhusiana na afya ya figo. Kwa majina anaitwa Stanley Shorokindo, ni mwanafunzi wa Public Relations and Marketing mwaka wa 3. Uelewa wangu juu ya afya ya figo, sina uelewa mpana sana juu ya afya ya figo, lakini kwa hali ya kawaida tu nafahamu kwamba figo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa mwanadamu, ambao kazi yake kubwa ni kuchuja damu na kutoa taka kupitia mkojo. Sasa tunaona kwamba ina mchango mkubwa sana katika afya ya mwanadamu. Na sasa watu wengi kumekuwa na matatizo mengi sana yakijitokeza kulingana na ripoti za wataalamu wa afya. Wamekuwa wakiripotisha kwamba watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa na masuala ya figo kwa sababu mbalimbali. Wengi tunashindwa kupata chakula kwa wakati,
hiyo inaweza ikapelekea baadhi ya homoni kutokwenda sawa, kutofunction vizuri, lakini pia kutokunywa maji mengi. Hii pia inapelekea, kwa sababu itapelekea mkojo kuwa mchache, hivyo itapelekea figo kutokufanya kazi vizuri. Lakini pia masuala ya high blood pressure pamoja na diabetes ni baadhi ya mambo ambayo kwa uelewa wangu ninayofahamu yanaweza yakapelekea kwa kiasi fulani swala la figo likashindwa kufanya kazi. Kwa jina naitwa Irene Chitale, ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino. Uelewa wangu kuhusiana na masuala ya figo ni kwamba, cha kwanza nachojua mimi, figo moja kwa moja kuchuja mkojo. Tunajua yenyewe figo kazi yake inasaidia kuchuja mkojo na kuratibu kiwango kipi ambacho kinahitajika kutoka. Hivyo basi mtu yoyote, niwe mimi, uwe wewe ambaye unanitazama wakati huu, ni kwamba unapaswa tu kuilinda figo yako. Kulinda figo yako kivipi? Unatakiwa unywe maji ya kutosha, kwa sababu usipokunywa maji ya kutosha, kiwango chako cha mkojo kitakuwa ni si sahihi ambacho inatakiwa kutoka. Aidha unaweza ukajisaidia haja ndogo ambayo itakuwa kwenye mfumo wa damu. Kwa hiyo ili kuepukana na matatizo ya figo, mimi nafikiria hivyo, mtu afanye tu uchaguzi mzuri wa kunywa maji, lakini pia ufanye mazoezi ya kutosha ili kuepukana na maradhi mbalimbali ya figo. Kwa jina anaitwa Daudi Kayombo. Mimi uelewa juu ya figo kisayansi sina uelewa sana, ila ninachokijua mimi, kazi ya figo huwa inatumika kuchuja zile kemikali au sumu zilizopo kwenye vinywaji. Sasa figo kwa afya ya binadamu ni muhimu sana, kwa sababu ili uwe imara lazima vitu unavyokunywa vyenye sumu lazima vichujwe na zile kemikali zitoke. Kwa hiyo afya ya figo ni nzuri zaidi kwa binadamu. Kutokana na uelewa huo wa wananchi, moja kwa moja unalazimu kwenda katika chumba cha daktari ili kuweza kufahamu kitaalamu namna ya kuweza kulinda na kutunza afya ya figo. Daktari, je, ni mambo yapi muhimu ya kuzingatia ili kuweza kulinda afya ya figo? Figo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Pengine tungeweza kusema ni kiwanda ambacho kinachakata vimiminika katika mwili wa binadamu. Katika uchakataji huo inaweza kuchenjua vitu ambavyo havitakiwi kukaa mwilini, ambao tayari vimeshatumika na vikibaki itakuwa sumu. Kwa hiyo inapitisha katika njia, figo zinachuja, zinatoa nje kama katika njia ya mkojo. Sasa utunzaji wa figo ni muhimu sana, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu figo ni maisha tunayoishi, chakula tunachokula, dawa tunazotumia, kazi tunazofanya, vyote hivyo vinaathiri afya ya figo. Kwa hiyo tunapoongelea habari za kutunza figo kusudi zisije zikaathirika, tunaongea habari za kula na kunywa. Kula dawa, kunywa dawa, kula chakula, kunywa maji. Maji husaidia sana katika kuhifadhi figo zetu, kwa sababu zina uwezo wa kutoa ile sumu haraka katika miili yetu. Tunaposhindwa kunywa maji, kuna madini mengine yanaweza yakashikamana, yakagundishana. Kwa mfano madini ya calcium. Calcium ikikosa maji inagandamana. Kwa hiyo tunatengeneza kitu kinaitwa mawe kwenye figo. Au yakiteremka chini yatakuja yajikusanye kwenye kibofu, kwa sababu mkojo pia unakaa muda mrefu pale na una madini yale na hakuna maji ya kutosha, kwa hiyo yanagandamana. Hivyo ni muhimu sana kunywa maji kwa ajili ya kutunza figo zetu. Pia ni muhimu kuangalia kwamba madaktari wanatupatia dawa gani. Sio kwamba wewe unafikiria tu kwamba ninywe dawa, unachukua dawa unakunywa. Na endapo mtu hatozingatia mambo hayo ambayo umeweza kuyabainisha, je, ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza? Madhara kwanza nimeshataja, nimesema unaweza ukapata mawe kwenye figo. Hayo yanakuwa ni ugonjwa kwenye figo na inaweza ikaharibu kabisa figo zako. Na pia unaposhindwa kunywa maji mengi, unaipa nafasi, kwa sababu inapokuwa filtration inaposhindwa
kutake place at right time, matokeo yake ni kwamba wadudu wengi ambao wanapiga katika mfumo huo wanaweza kusababisha maradhi kwenye figo kama vile nephritis, pyelonephritis, glomerulonephritis na kadhalika. Na hiyo ikitokea, wakitengeneza maambukizi katika maeneo hayo, figo ambazo zimetengenezwa kama chujio, zile chujio zinaweza zikatoboka. Kwa hiyo zikitoboka, pia kuna madini mengine ambayo yalipaswa kurudi mwilini yatakuwa yanapita, yanatoka nje kwa njia hiyo. Na ikiendelea hali ya namna hiyo, figo zinaweza zikafeli, zikashindwa kabisa kufanya kazi. Tunasema kidney failure. Kidney inapofeli, ina maana kwamba hakuna, utakosa dalili utakazoziona kwamba ni maumivu kwenye sehemu za mgongo, halafu utashindwa kutoa mkojo, utakojoa kama kawaida, utavimba mwili, utavimba uso, na hii italeta matatizo mengine kwenye ini, italeta matatizo mengine kwenye moyo, italeta matatizo mengine kwenye mapafu, italeta matatizo kwenye ubongo, kwa sababu sumu ile itaingia mpaka kwenye ubongo. Halafu matokeo ya mwisho ni kufa. Natumaini ya kwamba mtazamaji umeweza kufuatilia majibu hayo ya daktari na yamekuweka katika nafasi nzuri. Na wasaa huu twende tukatazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Clinical message. Siku zote clinical message huja kushibisha mada ambayo iko mezani kwa siku husika. Na clinical message hiyo basi inanipa nafasi tena kurudi katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri. Daktari, pengine nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na swala hili la kulinda na kutunza afya ya figo? Ushauri wangu ni kwamba watu wafanye kazi, watu wafanye mazoezi, watu wanywe maji ya kutosha, watu waepuke kunywa dawa bila ambazo ni kuepuka kunywa dawa tu holela bila kujua unaumwa nini au daktari amekuandikia nini na kwa nini amekuandikia. Hivyo vitu vijaribu kuepukwa. Na hata ulevi uliopindukia, hata sigara zina effect kwenye figo. Ni vitu ambavyo vinapaswa kuangaliwa. Ni matumaini yangu ya kwamba mtazamaji umeweza kufuatilia kwa undani majibu ya daktari, na hapo amekwisha elezea na kukushauri namna tofauti ya kuhakikisha unalinda afya ya figo. Mara baada ya kutazama ushauri huo wa daktari, ni wasaa wa kwenda kutazama Clinical Puzzle ya wiki ijayo. Clinical Puzzle. Clinical Puzzle. Clinical Puzzle hiyo utatuachia majibu yake katika uwanja wa comment, na majibu yako yatasomwa katika kipindi kijacho. Nikwambie tu ya kwamba unapoona Clinical Puzzle ya wiki ijayo, huwa ni ishara ya kwamba muda ni ukuta. Ukishindana nao, nisiseme kwamba utaumia, ila kuna mambo yanaweza kutokea. Nikushukuru sana mtazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki cha Home Clinic kwa siku ya leo, ambapo mada ilikuwa inaangazia namna ya kulinda afya ya figo. Umeweza kutazama afya storyline, maoni ya wananchi, hali kadhalika daktari ambaye amezungumza kwa undani zaidi. Mimi ni Stella Pop, mtangazaji wako wa zamu. Shukrani sana. Endelea kufuatilia SAUT TV, habari pamoja na vipindi mbalimbali. Uwe na wakati mwema. Home Clinic.